Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nina kitu kidogo cha kuzungumza kuhusiana na ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kipato kikubwa. Mali ni katika neema ambazo haziwezi kujificha, na Waislamu wanapopata matatizo yao sawa sawa katika level ya taasisi au katika level ya mtu mmoja mmoja, na hasa kwenye yale mambo yanayohusiana na dini, kimbilio lao baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuwa ni kwa hawa ndugu zetu ambao wana uwezo, tukiwa tunatarajia watasaidia hili jambo la kheri. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla awape subra na awape moyo, kwa sababu unaweza kumpelekea jambo mara moja kwa mwaka, kumbe hayo mambo wewe unaona ni mara moja kwa mwaka, lakini yeye kila siku au kwa siku zaidi ya mara 5 au zaidi ya mara 3 anakutana na watu ambao wanapeleka kadhia kama hizi. Kwa hakika wako katika wakati mgumu, ila tunamwambia wasiache kusali sala za jamaa msikitini, kwa sababu kuna wengine mpaka hawaji kusali msikitini sala za jamaa. Kuna wengine wamechukua msimamo mzuri, mimi nawasifu, atasaidia. Yeye ni mkweli kwenye dhamira yake na Mola wake, kwa hivyo atasaidia pale anapoweza kusaidia. Lile asiloliweza, yani hatosaidia, hajaambiwa atoe mali yake yote, na hata serikali yenyewe haiwezi kuhudumia watu wake ikawatosheleza. Sembuse mtu yani mwenye uchumi wa kawaida, hata angekuwa nani, hawezi kusaidia matatizo yote. Kwa hivyo ndugu zetu, msikimbie misikitini, na pia nyinyi ni wanajamii, msikwepe kuzungumza na watu. Linalowezekana lifanyeni, ambalo haliwezekani basi semeni inshallah wakati mwingine. Qur'ani inasema waqulu lahum qawlan karima, zungumzeni na watu ambao wanakuombeni maneno mazuri. Lakini hii sio nukta hasa ambayo ninaikusudia. Katika hali kama hii ya kufuatwa mara kwa mara, kuna kitu shaitani anaweza akachezea, ndicho ambacho mimi nimekionea wivu. Isije shaitani akawakosesha hawa ndugu zetu. Inaweza ikapita katika nafsi zao karaha ya kuombwa na kupigiwa debe katika mambo ya kheri, mpaka wakawa wanafanya tu sasa ili mradi tu kumtoa mtu njiani, wakakosa ile nafasi ya kuwa wanatoa kwa nia ya kupata na katika hali ya kufurahi ile biashara wanaifanya baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema kuhusiana na watoaji, kitu ambacho wanatakiwa wakichunge: alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin ila akhir al-aya. Wale ambao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa ajili ya kutaka radhi, angalia, kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika hali ya kuzithibitisha nafsi zao. Miongoni mwa maana za kuthibitisha nafsi ni kuzungumza na nafsi yako, uiambie umekusudia kheri, umekusudia thawabu. Kama umekusudia thawabu, haya twende. Kwa hivyo ndugu zangu, mzungumze na nafsi zenu mnapotoa, kwa sababu huu utoaji unakuja baada ya kuwa kuna maombi mengi yanakuja, na kibinadamu unahisi ni usumbufu. Chunga usije kuwa unatoa katika hali ambayo umechukia na umekasirika, na hali ya kuwa hili jambo nalolifanya unalifanya kwa ajili ya nafsi yako, kuliko kuwa linamnufaisha. Unanufaika zaidi wewe kuliko yule ambaye unamnufaisha kwa hicho ambacho unampa. Na mambo mengine mnafuatwa sio ya mtu binafsi, yani mimi nakufuata, lakini nakufuata kwa jambo la msikiti. Msikiti sio wa kwangu. Mimi pengine ninakufuata kwa ajili ya ada ya mwanafunzi anasoma madrasa. Sio jambo hili si langu peke yangu, wala si la kwake peke yake huyu, bali hili jambo analifanya huyu mtu, anaenda kusoma yeye, lakini kwa niaba ya Uislamu na Uislamu, na huyu mtu anaenda kuandaliwa ili aje ashike nafasi ya mashehe ambao washakuwa watu wazima, watafariki. Katika haya maisha ya dunia tunaishi kwa kupeana shift, wakiondoka hawa wanakuja hawa.
Nimekusudia tu kheri kwa ajili ya nafsi yangu na kwa ajili ya wale wanaoomba na kwa ajili ya wale ambao wanaomba pia wawape udhuru hawa ambao wanawaomba, kwa sababu wanapata maombi mengi sana. Kwa hivyo nimekusudia kheri. Kama nimepatia ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kama nimekosea itakuwa ni kwa sababu ya ubinadamu ama shaitani. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.